watu wanaotetea uzushi walihtifalu bil maulid an-nabawi wanaitumia aya hii kama kisingizio cha kuwa wana uhalali wa wao kuyafanya wanaoyafanya katika sura hizi ambazo zimedhihiri katika wakati wa sasa, wakidai ya kwamba wanayo hujja, wanayo dalili katika kitabu cha Allah inayowaruhusu wao kuyafanya haya wanaoyafanya. Na dalili yenyewe ni hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sema, kwa sababu ya fadhila za Allah na rehema zake, kwa hayo basi wafurahike, na hivyo ni bora zaidi kuliko vile wanavyovikusanya. Wakawa wanatoa ushahidi na dalili kupitia aya hii kwamba wao wana wajibu wa kuyafanya wanaoyafanya, na wakawataka watu wote wafanye hivyo, na yoyote asiyefanya hivyo wanavyofanya wao, huyo ni kafiri, huyo hampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo ni adui wa Uislamu, huyo ni mtu asiyefaa katika jamii, hampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hapendi Mtume sallallahu alayhi wasallam kusifiwa, wala hapendi Mtume sallallahu alayhi wasallam kuswaliwa, wala hapendi maendeleo ya Uislamu. Kwa ufupi kwamba huyo ni kafiri. Na hizo ni fikra za kiwahabi zilizoanzishwa na watu wa magharibi, zilizoanzishwa kwa lengo la kuuvunja Uislamu. Mashekhe kwenye mimbari zao wakawa wanaunguruma kwa sauti za jazba, wakiwahukumu wale wanaowahoji wao, mmelitoa wapi jambo hili? Mbona hatuna ushahidi nalo kutoka kwenye kitabu na sunna, kutoka kwenye Al-Qur'an, kutoka kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mmetoa wapi mambo haya? Kila aliyejaribu kuhoji na kutaka kujua uhalali wa mambo haya alikutana na lugha kali za kumkebehi, za kumdhalilisha, za kumtweza na kuonyesha mtu huyo katika jamii hafai, kwa sababu hapendi kusherehekewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wao wakifanya hivyo wana ushahidi wa kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Tukajenga msingi wa hoja hapa ambao ni msingi sahihi, msingi ambao utaihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa karne na karne, vizazi baada ya vizazi. Kila atakayejaribu kuitumia Qur'an iende kwenye matakwa yake na utashi wake, basi atarudishwa katika msingi huo ili dini iendelee kubaki kuwa safi. Nao ni maneno ambayo wanawazuoni wa sunna kina al-Imam Ahmad na kina Ibn Abi Shayba na wengineo wameitaja athari hii kwamba at-tabi'i al-jalil Abu Abdurrahman as-Sulami rahimahullahu ta'ala anatuelezea hali walizokuwa nazo wao na hali walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale walipokuwa wanajifunza ilmu, hususan kutoka kwenye alkitab, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an. Anatuambia kwamba walikuwa wanatusimulia wale watu ambao wanatusomesha Qur'an, walimu wetu wa Qur'an, walimu wao wa Qur'ani wao ni masahaba. Akasema ka Uthmana ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayrihima
radhiyallahu anhum. Mfano wa watu hawa ndio walimu wetu sisi waliokuwa wakitusomesha al-Qur'an. Uthman bin Affan thalith al-khulafa' ar-rashidin, khalifa watatu katika makhalifa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Ummi Abd, Abdullah mtoto wa mama Abd, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum na wengineo walikuwa wanasema ya kwamba wao walipokuwa wakijifundisha Qur'an kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawazivuki aya 10 isipokuwa wanajifundisha yaliyomo katika aya hizo katika amali. Kila aya wanahakikisha kwamba aya hii yafanyiwa kazi hivi, aya hii yafanyiwa kazi hivi. Zikikamilika aya 10 wanazifanyia kazi, wanasomeshwa aya nyingine. Anasema ikawa wao sasa wanajifundisha al-Qur'an na ilmu na amal kwa pamoja. Suali likaja, wao walipoisoma aya hii kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vipi waliifanyia kazi? Amali yao ilikuwaje? Walifanya nini waliposomewa aya hii na mtume sallallahu alayhi wasallam? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Walifanyaje? Tuambieni, masahaba walifanyaje? Na wao walipowafundisha wanafunzi wao kina Abu Abdurrahman as-Sulami, waliwafundisha kwenye aya hii wafanyeje? Tuambieni. Lakini katika hili hakuna jawabu, hakuna jawabu la kisawasawa. Maneno ya porojo yapo, lakini jawabu la kisawasawa halipo. Kwa hiyo itaendelea kuwa ni hujjatun alaihim, ni hoja iliyo dhidi yao. Haitakubalika amali yoyote mtu atakayoidai kwamba hii iko katika Uislamu na iko hivi, maadamu amali hiyo haikupokewa kutoka kwenye mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile walivyomuelewa maswahaba zake, na vile walivyotekeleza ahlul quruni almufaddala. Kwa hiyo hili waislamu lazima walijue, na tulisisitiza jambo hili tukaliwekea msingi juu yake. Lakini katika kuziba mianya, leo nitaongeza neno jingine la kusema. Twawaambia sisi, na huu pia ni msingi wanaotumia wanawazuoni wengi katika kuyakataa mambo mengi ambayo mingine katika hayo sisi na wao tunakubaliana nayo, ni msingi wa kullu amalin qama limuqtadi lifi'lihi ala ahdihi sallallahu alayhi wasallam ولم يفعله هو ولا أحد من أصحابه مع انتفاع المانع منه فإنه بدعة وضلالة. عمل yoyote ambayo sababu ya kufanywa kwake katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu hiyo ilikuwepo, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam asiifanye, na wala hakukuwa na kizuizi chochote kilichomzuia, kwa hiyo akawa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifanya yeye wala hakuifanya maswahaba zake, kuifanya amali hiyo ni uzushi, ni bid'a na ni dalala, ni katika mambo ya upotevu ambayo yatampelekea mtu kuingia katika moto, wal-iyadhu billah. Nimesema maneno haya kwa sababu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pamekuja mambo mengi. Kuna mambo ambayo ukiyatazama sababu ya kufanywa kwake katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifanya amali hiyo. Na pia kuna amali ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake
hakuwa na sababu ya kuifanya amali hiyo. Sababu ilikuja kupatikana baada ya yeye kuondoka. Lakini pia kuna mambo ambayo hakuyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ilikuwepo, lakini kulikuwa na kipingamizi na jambo la kumkinga, la kumzuia asilifanye jambo hilo. Kisha kizuizi kile kikaondoka baada ya yeye kuondoka sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo tuliyoyataja haya katika sura hizi, hukumu yake si moja. Ukitaka kufanya hukumu yoyote ni moja, utakosea. Na ukimwona mtu anataka kuyachanganya yote ayape hukumu moja, atakosea. Hapa nitapiga mfano. Zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipokuwa akiswali swala za Eid ya Adha na Eidul Fitri, swala zote alizoziswali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, hapajawahi kuadhiniwa hata siku moja kwenye swala ya Eid kwamba watu wamekusanyika katika musalla wa Eid, kisha asimama muadhin, awe ni Bilali au Ibn Ummi Maktum au mwinginewe, Abu Mahdhura au mwingine, alafu aadhini Allahu akbar Allah siku ya Eid katika swala ya Eid. Hilo jambo halijawahi kutokea katu, haijawahi kutokea. Wala makhalifa hawajawahi kufanya, si Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali wala waliokuja baada yao, si katika zama za daula ya Bani Umayya wala zama za daula ya Abbasiyya wala katika ahadi ya Mamaliki wala nani, mpaka katika ahadi ya Uthman mpaka leo hakuna Muislamu analifanya jambo hili. Na yoyote atakayesimama akalileta jambo hili akadai kwamba adhana ni kitu kizuri, adhana ni kheri, adhana ina thawabu, ataambiwa kwamba amali hii hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sababu ya kuifundisha ilikuwepo, nao ni kuwaita watu, na hakukuwa na kizuizi chochote. Kwa hiyo kule kuacha kwake na hakukuwa na kizuizi na sababu ilikuwepo, akawa ameliacha jambo hili, inaonyesha kwamba hilo halifai. Haina maana kwamba adhana ni haramu, adhana haifai. La, ukiileta adhana katika mahali hapa haitafaa, itakuwa ni haramu. Kwa hiyo jambo lolote katika dini hii mtu akilileta akataka kulifanya kwamba hii nayo ni katika sehemu ya dini, kuna siku maalum hiyo ya kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyaadhimisha mazazi yake, na siku hiyo ni Eid, ataambiwa umelitoa wapi jambo hili ndugu yetu? Kama vile analeta adhana, yule atasema wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, au almuadhdhinun atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Akasoma hadithi za fadhila za adhana na fadhila za kuwaita watu katika mambo ya kheri. Ataambiwa maswahaba walipoisoma aya hii walifundishwa vipi? Walifundishwa adhana siku ya Eid? Hapana. Wewe umetoa wapi? Atakodoa macho kutazama hivi, hana cha kusema, hana cha kusema. Hili ni jambo la kheri. Kheri hii hawakuiona, hakuiona Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba. Kwa hivyo akisoma aya hii, qul bi fadlillah wa bi rahmati, ataulizwa hao hawakuiona kweli rahma ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam afundishaje? Kuna mmoja akasema lakini wajua katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na sababu ya kumtangaza, hakukuwa na sababu ya kumtangaza. Maneno kijahili yale, kuleta ubishi tu usiokuwa na maana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitangaza bwana katika wakati wake. Maswahaba walimtangaza Mtume. Utautangazaje Uislamu bila ya kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunachozungumzia ni suala la al-ihtifalu bil maulid an-nabawi bihadhihi al-kayfiyyah al-muayyana. Kwa hii kaifia hii muayyana hii mlioiweka na hii mitindo mlioiweka, ni nani alilifundisha jambo hili? Jambo litazameni, pekueni kwenye vitabu, muangalie al-Qur'an na Sunna. Mwingine anakuja Allah ameshasema bwana, wadhakkirhum bi ayamillah, wakumbushe wao
na masiku ya Allah kuna tarehe ndani yake. Ndio waliposoma aya hii, maana hii si Taurati wala hii si Injili, hii ni Qur'an. Ameifundisha nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye sisi tunaamini na kuitakidi ametekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala pale alipoambiwa ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Ewe nabii, ewe mtume, fikisha kile ulichoteremshiwa wewe kutoka kwa Mola wako. Usipofanya utakuwa hujafikisha risala yake. Allah subhanahu wa ta'ala atakuhami na atakukinga, atakulinda dhidi ya maadui, dhidi ya watu. Hakika Allah hawaongozi na wala hawafanikishi watu makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam faballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fi Allahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Akafikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam risala aliyopewa, hakufanya khiana, akaitekeleza amana, akaifikisha kwa walengwa, akaunasihi umma. Hakuna jambo lolote la kuingiza katika aljanna wala kuweka mbali na moto ila alilibainisha sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na alipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kuipigania. Kwa hiyo haya ameyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini katika aliyofanya na kuyafundisha hakutufundisha swala la ihtifalu bil maulid an-nabawi. Mmelitoa wapi? Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin was-salatu was-salamu 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. jambo hili tunalolieleza na kulifafanua katika khutba hii, jambo la ihtifalu bil maulid an-nabawi, hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakulipokea wala kulifundisha masahaba walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka mingi, na wao wala hawakuwafundisha wanafunzi wao, na bila shaka ule waliokuja nao wao ndio Uislamu sahihi na si mwingineo, wala waliofuatia pia hawakufundishwa jambo hili. Na ndio maana al-Imam as-Sakhawi rahimahullahu ta'ala anaeleza ya kwamba aslu amali al-maulid ash-sharif. Al-Imam as-Sakhawi amefariki mwaka 902 Hijiria, mwaka 902 Hijiria, ikiwa leo ni 1446, takriban miaka 544 tangu kufariki kwake. Al-Imam as-Sakhawi rahimahullahu ta'ala amefariki miaka 500 iliyopita. Kiislamu ni juzi, kwa sababu kuna mamia ya miaka kabla yake mpaka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuishi kwake kote anasema maneno haya: aslu amali al-maulid ash-sharif lam yunqal an ahad min as-salaf as-salih fi al-qurun ath-thalathah al-fadila. Asili ya amali ya maulid ash-sharif hajawahi kunukuliwa kutoka kwa yoyote katika watangulizi wema waliokuwa katika karne tatu zilizobora. Wa inma hadatha ba'daha bil maqasid al hasana, hakika si vingine yamezuka baada yake. Hayo mambo ya maulid yamezuka baada ya hizo karne, lakini kwa makusudio mazuri. Mtu anaweza akawa na makusudio mazuri, lakini an-niyatul hasana la taj'alu as-sayyi'ata hasana.
wala albid'ata sunnatan. Nia njema haiwezi ikaligeuza jambo baya ovu kuwa zuri, wala nia njema haiwezi kubadilisha bid'a kuwa sunna hata siku moja, lianna alghayata la tubarriru alwasila. Kwa hili ni watu lazima walifahamu. Sawa, walikuwa nia njema. Sisi tuna sehemu mbili tunatakiwa tuzitazame. Sehemu ya kwanza ni kuwa anatupa ripoti ya kwamba, anatupa taarifa ya kwamba jambo hili kumbe halijawahi kufanywa na yoyote katika waliotangulia. Karne 3 zilipita tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, karne yake na karne iliyofuata vizazi vitatu vilifuatia. Hakuna amali hii, hakuna jambo hili, limekuja baadaye. Kipengele cha pili anasema kwamba waliofanya walikuwa na nia nzuri. Hapa pana mjadala. Je, nia nzuri yatosha? Sisi ni ile taarifa aliyotupa yeye ndio tunaizingatia zaidi. Al-ibratu bima rawa la bima raa. Mazingatio ya katika kile alichotupokezea sisi, akapokea, sio lile analoliona yeye. Analoliona yeye ni jambo lenye mjadala. Kwa hiyo jambo hili halikuwepo. Kwa hiyo ukimsikia shekhe yuko juu ya mimbar kwenye kinara amwaga mapovu, maulidi alikuwepo bwana, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, muongo huyo, hawadanganya huyo, atakuwa laza hapo. Maswahaba muongo. Lam yunqal an ahad min as-salaf as-salih fi al-qurun ath-thalathati al-fadila. Wao wametoa wapi habari hizo? Na jambo hili halijakunukuliwa kutoka kwa yoyote. Sasa wa mwanzo kina nani? Wanawazuoni wote duniani wanaeleza kwamba iliposimama daula al-Fatimiyya kule Misri, daula ya Kishia, ad-daula al-Ubaidiyya, daula ya Kishia, waliokuwa maadui wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maadui wa Uislamu, waliojificha chini ya pazia la ahli al-bait wa hum kadhibun fi da'wahum dhalik, na hali ya kuwa wao ni waongo katika madai yao hayo, ndio walioanzisha jambo hili. Jambo likaanza alipokuja Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi alipokuja kuikomboa Misri kutoka kwenye mikono ya mashia al-Ubaidiyya alladhina yatasammawna anfusahum bil Fatimiyya, Shia Ubaidiyya ambao wao walikuwa wakijiita Fatimiyya. Alikuja akawaswaga pale, akawatoa, akaivunja dola yao, ikasimama dola al-Ayyubiyya. Maulidi yakaondoka, hakuna maulidi. Walioanzisha wenyewe ni mashia. Pakapita kipindi kirefu mpaka huko sehemu za Irbal akatokea mtawala mmoja akayarudisha. Ikawa katika kusoma kwao wenyewe maulidi au siku ile ihtifali, miji hupambwa, pakawashwa kandili pale, mishumaa, pakapikwa vitu vitamu vitamu, watu wakashereheka pale kwa kula na kunywa. Basi mambo yalikwenda hivyo. Baadhi ya wanawazuoni, nitakuja kuwataja katika khutba nyingine, walipoyaona yale mambo yalivyokuwa yakifanyika na ile mikhalafat na mambo ya munkari yaliyokuwa yakifanyika mule ndani, kulikuwa na baadhi ya zile ijtimaat zilikuwa zinaleta mambo maovu, wakasema ili jambo baya, kwanza asili yake ni bid'a, lakini sasa huku tunapokwenda ni kubaya, wakakataza, kusema hapana. Wale waliobaki kwamba hakuna neno, walibaki katika msingi wa kwamba si watu wamsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufurahika siku ya kuzaliwa kwake na hakuna ziada ya hapo, si vibaya. Tutakuja kueleza mara nyingine insha Allah ni kina nani hao. Jambo likaenda mpaka limefika katika wakati wetu sasa. Hakukuwa na ngoma katika wakati huo, wala kuimba na kucheza na kukata viuno. Haya mambo hayakuwepo. Au kwamba ni zafa
zefe lapigwa na mdundo wapigwa mpaka watu waswali maghrib. Ukitazama upande wa magharibi kuna ile ashfaqul ahmar ishatoweka, watu wasikia ngoma tu tuwacheza wamshangilia mtume. Magharibi hawajaswali. Juzi ilitokea hapa Pongo, hao wanamshirikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitazama mbona magharibi yaisha kule, wewe usikia watu wadogo wadunda ngoma watu wacheza. Wana nini hao? Hao waislamu wamfurahikia mtume. Si mtume ndio aleta swala 5 na magharibi hapa, mbona mambo yanakwenda namna hiyo? Haya tuyaache, lakini ngoma pigwa ngoma kikweli kweli. Alafu wenyewe kuna nyimbo za kumsifu mtume sawa na nyimbo nyingine tu zao wenyewe wazitunga, za kushambulia watu, za kujisifu, za kusifu mashehe wao. Watu watoka barabarani, wengine wamevaa vinyago, wakifika katika miji Tanga wapi, watu wamepaka masizi usoni, wamevaa maguu ya kiuganga hivi. Zefe alianzi mpaka aje pale mchawi azuze na tunguri na mwengo mbele aonyesha huku na huku. Haya tuanze sasa, ndio Zefe alianza. Haya mambo yote yanafanyika na watu wanayaona na mashehe wapo, na ngoma yapigwa na watu wacheza, na wala hata mtume sallallahu alaihi wasallam hatajui illa qalila. Ni ngoma tu na nyimbo nyingine hazina maana yoyote. Wanawazuoni, kwa sababu hii ndio njia ya sufia. Nataka nimalize maneno yangu hapa. Watu wanaoitwa as-sufia wa ahlut tasawuf kama wanavyojiita, nitakuja kueleza tasawuf nini ni hapo mbeleni inshallah katika siku nyingine. Lakini asili ilikuwa ni watu wanaojipamba na zuhudi na kuipa nyongo dunia, wakavaa mavazi yao ya takashuf, hawataki dunia, wakajikinga na mambo mabaya, hata yale ambayo yana halali ndani yake wao wakayaacha, wakalazimika na kile cha wajibu na kile ambacho hakuna budi ndani yake. Dunia sio yao wao, taraku dunya wa khafu alfitana. Walikuwa ni watu wa zuhdi, na wengi katika wao walikuwa hujishughulisha na mambo ya ibada kuliko ilmu. Kisha jambo hili likaendelea, watu wakaacha zuhdi, yakaingizwa mambo mengine. Sasa ikawa kuna namna fulani na mitindo fulani, huwi sufi ila ufuate tarika hizo na taratibu hizo. Katika mambo makubwa walioingiza ni midundo, wakaingiza gospel katika dini kama vile wanavyofanya Wakristo. Nyimbo na midundo na miziki ikaingia kupitia masufi, ikawa wanaabudu Allah kwa kuimba na kupiga ngoma na kucheza, jambo ambalo hajawahi kulifundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala hawajawahi kulifanya masahaba wala yoyote. Ndio pale al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake ahkamul Qur'an alipoitaja kauli ya al-Imam al-Qadhi Abu Bakr Muhammad bin al-Walid bin Khalaf at-Turtushi rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akizungumzia sufia, aliulizwa kuhusiana na amali za masufi, akajibu maneno haya: madhhabu sufiyati batalatun wa jahalatun wa dalala wama al-islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akasema madhhabu ya usufi, huu sufi tunaojua sisi si zuhdi, huu sufi kama tariqa ni madhhabi ya uvivu na ujinga na upotevu. Asili watu wake ni wavivu, wajinga, wapotevu, na haukuwa Uislamu isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno yao yameyanukuu wengi katika wanazuoni, lakini nakurejesha kitabu maarufu kabisa, tafsiru ya al-Imam al-Qurtubi, tafsiru ahkam al-Quran al-Karim ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Maneno hayo utayapata. Haukuwa Uislamu isipokuwa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema wa amma ar-raqsu wat-tawajudu fa awwalu man ahdathahu ashabu as-Samiri lamma ittakhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar qamu yarqusuna hawalayhi wa yatawajadun fahuwa dinu al-kuffari wa ubadi al-ijl. Anasema ama mambo ya kucheza ngoma na watu kupandisha midadi
wakatingishika, ukaona wakijifanya kwamba wao mahaba sasa yamepanda ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakapoteza akili, wengine wakaanguka. Mambo hayo mtu wa mwanzo aliyeyazusha ni wafuasi wa Asamiri. Samiri ana habari ndefu, ni adui wa Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam. Wakati Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam amekwenda kwenye miqat, yeye ndiye aliwapoteza wana wa Israeli, akawaingiza kwenye kuabudu ndama. Kwa hiyo watu wa Samiri walipotengenezewa ijlan jasadan lahu khuwar, wakaanza kutifuka, wakawa wanacheza kando kando ya yule ndama, wakiitakidi kwamba ndama huyo ndiye Mungu. Anasema al-Imam, hiyo dini ya kucheza asili yake ni dini ya makafiri na wenye kuabudu ndama. Uislamu hakuna dini ya kupiga ngoma na kucheza, iko huko kwa makufaru huko na katika dini za wengine, sio Uislamu. Wa amma alqadhib, na ama mdundo ngoma, alqadhib ilikuwa wanatumia vigongo vya mianzi wakipiga kwenye ngozi. Ama ile alqadhib fa awwalu man ittakhadhahu az-zanadiqa liyushghilu bihi almuslimina an kitabillahi ta'ala. Ama ngoma, tafsiri ngoma, lakini hapa walikuwa wakipiga mdundo wao kutumia hizo qadhib, vigongo vile vitawi wakipiga kwenye ngozi, pia inaitwa taghbir. Mtu wa mwanzo alianza mambo haya ni wale wazandiki. Baada ya Uislamu kutanuka katika dunia na kuenea kila mahali, kulijiingiza watu, walijipachika watu ambao walidhihirisha kana kwamba wao ni Waislamu. Zama za Mtume walitokea wanafiki, katika zama za daula za Kiislamu walitokea watu wakiitwa wazandiki. Lengo lao ni kuuchimba Uislamu kwa ndani na kuubomoa, wayaharibu mafunzo ya Uislamu. Kwa hiyo watu wa mwanzo waliofanya haya mambo ya ngoma haya ni wazandiki. Wameyafanya hayo ili wawashughulishe Waislamu waache kitabu cha Allah, wasijishughulishe nacho. Na ndio maana leo ukirudi katika madrasa za kisufi za kikhurafi, watu waliosoma miaka ya nyuma hapa, sijui mpaka sasa hivi, lakini miaka ya nyuma hapo, kurudi huko, vijana wengi walipelekwa madrasa na baba zao. Mtu mwenye miaka 70 ukimuuliza katika Waislamu, hasa katika mambo huu, alipelekwa madrasa na baba yake. Mwenye miaka 80, miaka 60, miaka 50, vijana wengi walikuwa na madrasa, lakini wengi wao hawakujua kusoma Qur'an. Ajua kasida zote na kila mdundo namna ya kuchezwa, Qur'ani hajui. Ilikuwa ni kampeni maalum ya kuwatoa watu, ila katika madrasa chache kabisa, lakini muadhamu wa madaris ukifika watu hawajui Qur'ani, lakini wanajua nyimbo zote na namna ya kuzipiga ngoma. Zanadiqa lengo lao ilikuwa ni kuwashughulisha Waislamu wakiacha kitabu cha Allah. Ukitembea katika hizo madaris, labda utakuta mwanafunzi mmoja wawili kwa juhudi yake binafsi kahifadhi Qur'an, lakini wote mpaka shekhe wao na mwalimu wao hana Qur'an. inna alladhi laysa fi qalbihi shay'un min alquran kalbayt alkharib. Lakini mazanadiqa walifanya kazi, wakawatoa watu katika jambo hili, wakawashughulisha. Wa inma kana majlisu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'a ashabihi kaannama ala ru'usihim at-tayr min al-waqar. Hakika si vingine vikao na majalis na vikao vya Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake vilikuwa na utulivu, kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege. Watu wametulizana, hakuna kucheza cheza, wanasikiliza miongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha imamu huyu akasema, fayambaghi lisultani wa nuwabe, inatakikana kwa mtawala na manaibu wake, mawaziri, wakuu wa mikoa, magavana, wakuu wa wilaya na watu mbalimbali viongozi, ayamna'ahum min alhudhuri fi almasajidi wa ghayriha, kuwazuia watu hao wasihudhurie misikitini na sehemu nyingine isiyokuwa misikiti, wafukuzwe. Kama ni daula ya Kiislamu watakiwa hao watolewe misikitini. Wala yahillu li ahadin, wala si halali kwa yoyote, wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yahdhura ma'ahum, si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho kuhudhuria pamoja na wao.
wala yu'inahum ala batilihim, wala haitakikani vile vile kuwasaidia juu ya batili yao. Anasema wa hadha madhhabu Malikin wa Abi Hanifata wa Shafi'i wa Ahmada. Haya ndio madhhabu ya Imam Malik, na ndio madhhabu ya Imam Abu Hanifa, na ndio madhhabu ya Imam Ash-Shafi'i, na ndio madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal wa ghayrihim min a'immati almuslimin, wa billahi at-tawfiq. Na wasiokuwa hao na wengineo katika wanawazuoni wa Kiislamu wote ndio madhehebu yao haya, wa billahi at-tawfiq. Tafsiri al-Qurtubi juzuu ya 11 ukurasa wa 212 mpaka 213. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami ash-Shafi'i katika kitabu chake Kafur Raa alipoyanukuu maneno haya akasema fata'ammalhu wahfadhhu fa innahu al-haqq wa ghayruhu batil. Yazingatie haya maneno na uyahifadhi, na maneno haya ndiyo haki, mingineyo yasiyokuwa hayo ni batil. Sasa jambo sasa hivi limetoka katika kwamba sisi tumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufurahi kwa halali. Sasa limetoka limekuwa ni ngoma, watu hucheza, na hukumu ya ngoma ni hiyo, wanawazuoni wanaieleza hivyo. Kwa hiyo watu wajitahadhari na jambo. Kwa ile sura ya kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam imetoka sasa. Maana ilikuwa sisi tufanye mjadala na mazungumzo na nikash katika nukta, je, yafaa kuifanya siku ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid, kushereheka kwa watu kula na kunywa, kwamba leo kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawavisha watoto wetu vizuri, mji ukapambwa, ikaonekana kuna tofauti kidogo kwamba leo ni siku kubwa. Suala hilo na suala hili yamekuja mingine mapya. Sasa kama hili kuna hili baya na hili baya tulitoe, hayatoki. Ndio bid'a ilivyo, hamwezi kuyatoa. Haya toeni tuone, yatoeni tuone. Sio kusema lakini kama dufu sio ngoma. Dufu wajua ni kama vile tui na maziwa. Acha wazimu. Tutazungumzia suala la watu kupiga ngoma na kucheza, wanaume wakapita mabarabarani au misikitini. Jambo hili mmelitoa wapi? Kwa madai ya kwamba nyinyi mwadhimisha Mtume, mmetoa wapi? Mbona hatuoni katika Uislamu? Tutaendelea katika hutuba nyingine insha Allah taala, lakini nataka Waislamu wajue na vizazi vinavyoinukia sasa pia vijue kwamba tunapoyakataza mambo haya hatufanyi kiushindani tu, kwamba kundi hili la shindana na kundi hili, au hawa wana kazi ya kuwabeza wale, au ni chuki binafsi kwamba labda kuna maslahi ndani yake. Sasa sisi tunaona maslahi yale tunayakosa, kwa hiyo lazima tufanye fujo, au kuna watu wanatumiwa. Basi na waambieni, kama kuna watu wanatumiwa na makafiri katika kuubomoa huu Uislamu, sisemi kwamba wao watumiwa, lakini ni wale wanaozusha katika dini wakayaingiza mambo ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kule Misri ilitokea wakati Maulidi yalisimama, kwa sababu katika mahali ilipozushwa alianza Misri, alafu yakaendelezwa katika kipindi cha ukoloni. Watu walikatikiwa ile mambo ya kafa, ikawa wakoloni wauliza, mbona msomi Maulidi? Wajua wakati msaada wako, someni Maulidi. Tutakuja kueleza historia yake insha Allah. Hapa Pongwe labda watakuwa wanajua, ni wazee pengine hawafiki 3 4. Wenyewe wanasema historia Maulidi ilikuwa kisoma pale CCM. Aliyefadhili ni mzungu Shanbega, ndio mfadhili wa Maulidi. Akija mwenyewe atakaa pale waladu kwenye mwembe na kiti chake, amekaa sikiliza Maulidi. Kafir ndio mfadhili. Na mpaka siku za karibuni hapa Father Smith alikuwa akifadhili Maulidi Pongwe. Wana nini hawa makafiri? Mbona wafadhili Maulidi? Kuna kitu gani hapa? Na sehemu nyingi ndio hivyo, sehemu nyingi ni hivyo, kwa sababu wana mapenzi makubwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa nani anatumika hapa? Alafu kafiri na ngoma ni baba mmoja mama mmoja.
Uislamu haujui kitu kinachoitwa ngoma na midundo kwamba ni sehemu katika ibada. Ngoma zimeruhusiwa katika baadhi ya sehemu kwa namna fulani basi, katika sherehe za harusi, siku ya Eid, na unaopiga dufu sehemu zote ikisoma utakuta aljawari 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 aljawari. Waja kazi, watoto wa kike, wasichana ndio walikuwa wakipiga ngoma kwenye maharusi siku ya Eid, jambo ambalo na sisi tulifanya, watoto wetu wafanya hivyo siku ya Eid. Na wengine wakaongeza hata siku ya khitani, mtoto akiwa amekwenda tohara na jandoni apigiwe pia vile vile dufu. Wengine wanasema hata vile vile kudumul alim, mwanachuoni amefika, mwanachuoni mkubwa, basi lipigwe ile dufu. Lakini hatuzungumzii masala ya maulid. Kwa hiyo usichanganye kwamba Mtume sallallahu alayhi alipoingia Madina alipigiwa tala al-badru alayhi. Kwanza hadithi haikuthibiti, alafu pia unaosema kwamba walikuwa wapiga dufu ni aljawari. Hava vifu na wewe basi upige kwenye matiti, wewe matiti upige. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka almu'minin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قوموا إلى صلاتكم.